mstari wa 13. Kama utajali, naomba nikunyanyue tena usome andiko hili pamoja na mimi. Naomba usimame tu kwa kumheshimu Mungu, wala sio mhubiri. Usome pamoja na mimi. Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi katika pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, kitabuni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Haleluya. Ukiwa umesimama, naomba nimtambulishe muumbaji kwako katika kitabu kile cha Kolosai, ile sura ya 1 mstari wa 15. Soma na mimi pia. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Jipige kifua ukisema pamoja na mimi. Vilivyo vya mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au milki au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake na kwa ajili yake. Naye amekuweko kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Naomba tukae, watumishi wa Mungu. Mungu wetu apewe sifa. Ninachotamani ni kupeleke katika Roho Mtakatifu mchana wa leo ambaye Bwana ameufanya ni namna ya kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuumba. Ni namna ya kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuumba na matendo yake makuu katika uumbaji. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 ule mstari wa 13, maandiko yanasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Mtima kwa tafsiri ya Kiebrania, mtima ni figo. Kwa nacheki kwenye tafsiri nyingine, Wayahudi mtima kwa lugha yao ni figo. Wao wanaamini kwamba figo ndiyo inayopokea hisia ya mwanadamu, ambapo kwa sisi tunaamini ni moyo. Ni moyo. Kwa hiyo anaposema na wewe ndio uliyeniumba mtima wangu, you created my inmost being, maana yake pamoja na kumuumba mwili, aliumba na hisia, aliumba nafsi, aliumba na roho yake. Alimpa hisia ndani, akamuumba mtu kamili. Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Bwana asifiwe. Nimeandaa clips fupi ya uumbaji wa Mungu. Asubuhi tuliangalia kwa lugha ya Kimombo, naomba sasa hivi tusikilize kwa Kiswahili tafadhali.
jinsi Mungu alivyotumba. Twende darasani kidogo tujikumbushe biolojia, na tunaomba sauti. Huko bado tatizo. Asante kwa kutufuatilia katika chaneli yetu. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na video zingine zinazokuja. Ni safari ya miezi 9 toka mbegu za baba zinapokutana na za mama, ambazo haziwezi kuonekana kwa macho, kukua na kupatikana mtoto mwenye wastani wa kilo 2.5 mpaka kilo 4. Mtoto hupitia hatua nyingi kwa miezi hiyo yote mpaka kufikia umri ambao anaweza kutoka nje na kukabiliana na mazingira ya nje ya tumbo la mama. Mama pia hupitia mabadiliko ya kimwili na kisaikolojia katika kipindi hicho cha ujauzito. Napenda nikufahamisha hatua mbalimbali ambazo anazipitia mtoto tumboni toka mimba ikiwa na mwezi 1 mpaka miezi 9. Ikiwa mimba ina mwezi 1, ndani ya mwezi 1 wa mimba, wakati wa tendo la ndoa, mbegu za baba zinapoingia ukeni hulitafuta yai la mama, na ni yai moja tu la mama na mbegu moja ya baba ambazo hukutana na kuanza safari ya kujigawa na kukua kutengeneza mtoto. Japo kuna muda ambao mayai mawili ya mama hukutana na mbegu mbili tofauti za baba ambazo hupelekea kupatikana hatua ya mbegu ya baba ikielekea kwenye yai la kike. Baada ya kukutana na mbegu za baba hukutana seli mbili kutengeneza seli moja, kisha huanza kujigawa yenyewe kuzalisha seli zingine nyingi. Taratibu huanza kushuka ili kwenda kujishikiza kwenye kuta za mfuko wa kizazi. Kitendo hicho huchukua hadi siku 4 toka yai la mama likutane na mbegu za baba. Baada ya kujishikiza kwenye kuta za mfuko wa kizazi, seli hizo hupata virutubisho vyake kutoka kwenye kuta hizo za mfuko wa kizazi. Hilo ni tumbo la uzazi, na kuendelea kukua na kujigawa zaidi. Hicho kiumbe kinazama kwenye hiyo sponge hapo. Mpaka kumalizika mwezi 1, seli hizo bado zinaendelea kukua na ni ndogo sana kama kichwa cha sindano. Katika kipindi hicho cha mwezi 1, kuta za mfuko wa kizazi hutanuka sana ili kuweza kuruhusu nafasi ya kutosha kwa kiumbe hicho kukua na kupata virutubisho vinavyotakiwa. Hiyo ni hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mtoto tumboni, mimba ikiwa na mwezi 1. Ukuaji wa mtoto tumboni, mimba inapokuwa na miezi 2, ni kwanza kutengenezwa kwa viungo mbalimbali ndani ya mwili wa mtoto. Kiungo cha kwanza kutengenezwa kwa mtoto ni uti wa mgongo na ubongo, ambavyo huambatana na ukuaji wa kichwa cha mtoto. Pia masikio, macho na lipsi za mdomo zinaanza kujitengeneza. Ndani ya mwezi wa 2 wa mimba, pia moyo hutengenezwa na kuanza kusukuma damu sehemu mbalimbali za mwili wa mtoto. Vile vile miguu na mikono huanza kujitokeza pamoja na kondo kwa ajili ya kupokea chakula cha mtoto kutoka kwa mama. Kwa mtoto aliyekamilisha miezi 2 ni mdogo sana kiasi cha nusu inchi akipimwa kwa lura. Pia mtoto hana jinsia, yani hawezi kutofautishwa kama ni mtoto wa kiume au wa kike hata kwa kipimo cha ultrasound. Mimba inapofikisha miezi 3, sehemu za siri za mtoto huanza kujitengeneza. Mifupa ya mtoto huanza kukomaa, ngozi hujitengeneza na kucha kuanza kuota. Kwa miezi 3 mtoto huwa na urefu wa inchi 2 mpaka 3 kutoka kwenye kichwa mpaka kwenye makalio. Kwa mimba ya miezi 4 mtoto anaweza kutofautishwa kama ni wa kiume ama wa kike kwa kuangalia maumbile yake kwa ultrasound. Mtoto anaanza kuota nywele. Urefu wa mtoto unafikia hadi sentimita 12 kwa mimba ya miezi 4. Kama una swali au una chochote ambacho ungependa kufahamu kuhusu sayansi ya vitu mbalimbali, usisite kuniandikia kwenye comment hapo chini. Asante. Bwana asifiwe. Nimekusudia kuleta short clips hiyo kwa sababu najua ulishawahi kusoma biology, na
Naomba tunikukumbushe kidogo. Ili mtoto aumbwe, kuna mbegu ya baba na ya mama. Nakukumbusha, najua unajua. Mbegu ya baba ina 23 chromosomes na mbegu ya mama ina 23 chromosomes. Zikiungana, zina fuse pamoja, tunapata seli yenye chromosome 46. Mnakumbuka chromosomes, si ndio eh? Na ndani ya hiyo seli moja sasa yenye chromosome 46 kuna kitu kinachoitwa DNA. DNA ni kama kitabu cha uumbaji. Ni kama kitabu cha uumbaji ambapo kwenye hiyo seli moja tu mlioiona hapo, taarifa zote za uumbaji wako ipo kwenye seli moja. Kwa hiyo baada ya seli mbili, mbegu ya kike na ya kiume kuungana, ikafuse pamoja, ikaumba seli moja. Na kwenye seli hii moja kuna manual, kuna kitabu cha maelekezo ya uumbaji wa viungo vyako vyote. Na baada ya mbegu mbili kuungana pamoja, within 24 hours, katikati ya masaa 24 zile, zikaanza kugawanyika kwa haraka. Utaona baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, seli zinaendelea kugawanyika kwa kiwango kikubwa sana. Ndugu zangu, naomba niwakumbushe, kwenye kale ka kiumbe kama mjusi, once upon a time ulikuwa kama kale. Sasa hivi unaweza kuniambia hapana mhubiri, mimi hapana, sipo kama mjusi. Lakini ulikuwaga vile ukiwa mdogo kabisa kwenye tumbo la mama. Na zile chromosome lisema ndani yake kuna DNA. Nilikuwa nafuatilia kwa waandishi kadhaa, nasema kwamba kale ka DNA ambayo ipo ndani ya cell ni kama mita 2, lakini imewekwa ndani ya seli ambayo ukitaka kutazama lazima utumie microscope. Wote mnajua kwamba uwezi ukaona seli ya mwanadamu, lazima utumie darubini. Lakini ndani ya hiyo seli kuna DNA ambayo is almost, ukistretch, ni kama mita 2. Tuna DNA ndani ya seli moja takribani trilioni 30 trillion ndani ya seli moja. Kwa Mungu amezijaza ndani ya seli moja 30 trillions DNAs. Lakini huyu mtafsiri nilipokuwa nafuatilia akasema, ukiamua kustretch DNA zote za seli moja utapata kilomita bilioni 60 ndani ya seli moja. Na hii kilomita bilioni 60, huyu mwandishi akasema, ukiamua kucalculate distance yake ni kama umbali wa kutoka duniani kwenda kwenye jua mara 300. Huo umbali huo mara 300. Na akasema kama uta stretch kuelekea Pluto ni kama mara 5. Kwa lugha nyepesi, ndani ya seli yako kuna DNA ambazo zikiunganishwa pamoja is almost 60 billions kilometers. Lakini Mungu amezimpact ndani ya seli moja. Na katika DNA ndio kuna taarifa zote za uumbaji wako. Ndio maana ukiendelea kucheki ile clip, utaona baada ya muda kitoto kilikuwa kama mjusi, ghafla kichwa kinaumbika, mkono unatokea, miguu hiyo, figo zinatengenezwa, miezi 5 mapigo ya moyo yanaanza, mifumo ya chakula inaanza, mifumo ya upumuaji, vyote vinakuwa instructed ndani ya DNA. Mungu asifiwe. Haleluya. Daudi aliandika haya miaka 3000 iliyopita, miaka 1000 kabla ya Kristo. Daudi aliliona hili na akasema hivi,
maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. You create my inmost being, maana ya nafsi na roho yake na hisia. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Bwana asifiwe. Sasa hii kazi nzuri ya uumbaji ni kazi ambayo Mungu alizingatia. Hakuona aumbe in an open area. Yaani kama seremala anapotengeneza mbao, anavyotengeneza meza, au mafundi magari wanavyotengeneza magari. Mungu alifanya tukio hili litokee tumboni mwa mama, ambapo hakuna mwanadamu anayeiona kinachoendelea, isipokuwa kwa miaka hii tunaweza tukatumia ultrasound. Kwa Mungu alificha siri ya uumbaji kwenye matumbo ya mama zetu. Na ukifuatilia, mama anaweza kagundua kuwa na mimba after a month. Kumbe uumbaji ulishaanza almost siku 29 kabla. Kwa hiyo mbegu zile zilipokutana, uumbaji ukaanza, lakini in a secret place, katika eneo la siri tumboni mwa mama zetu. Makofi mengi kwa mama, makofi mengi 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 sana. Nikawa nawaza, Mungu angeweka huu uumbaji wazi, kwamba unaona mkono unapachikwa pap, alafu unaona baba, unaona mguu huo, unaona shingo hiyo. Kwanza ukiona tu kale kashingo ambayo yuko kama mjusi, unasema please God, stop kwanza, naomba urudishe kale kamjusi kale. Ungesema please stop. Lakini Mungu ameficha mambo haya ya siri kwenye tumbo la mama. Haleluya. Kuna stage ile ya wanaita kinitete. Nenda mbele kidogo. Hapa tuoni vizuri. Kuna picha inayoonekana vizuri? Yes. Mnaona hicho kiumbe? Once upon a time, huyo alikuwa mimi. Nisiseme wewe, maana unaweza ukakataa. Alikuwa mimi. Unaona hiyo sura hiyo? Hiyo sura ingefanyika, Mungu angefanya uumbaji in an open area. Yaani angefanya wazi, kila mtu anaona, alafu unaona kitu kama hicho. Alafu huyo ndo nakuja kusema baadaye ndio Aaron, mtumishi wa Bwana. Unaona hicho kitu kilivyokaa? Bwana tusaidie. Daudi akasema, uliniunga tumboni mwa mama yangu kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Just imagine, ndani ya DNA yako moja una DNA thread, kile kikamba cha DNA ambayo ni almost 60 billion. Umbali wa kwenda kwenye jua mara 300 ipo ndani ya seli yako. Kibinadamu ungesema hili likamba lirefu linalokwenda mpaka kwenye jua, kweli ningeshindwa kutembea kwa uzito wake. Lakini Mungu alitumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. In such a way, you have almost billions of cells, lakini bado tunajimudu. Naomba tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Mungu wetu asifiwe. Naomba nione picha nyingine ya moyo tafadhali. Nitaomba na sauti. Wakati wananionyesha picha hiyo, maandiko yanasema, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Your heart is an extraordinary machine. During your lifetime, your heart's muscular walls pump blood into blood vessels branching throughout your body.
Your heart has 4 chambers. 2 upper chambers, called the left and right atria, and 2 lower chambers, called the left and right ventricles, contract in a steady rhythm known as your heartbeat. During a normal heartbeat, blood from your tissues and lungs flows into your atria, then into your ventricles. Walls inside your heart, called the interatrial and interventricular septa, help keep the blood on left and right sides from mixing. Two valves sit like doors between your atria and Naona valve ventricles hizo to kwenye prevent moyo. blood from flowing backward into your atria. The tricuspid valve opens into your right ventricle, and the bicuspid valve, also known as the mitral valve, opens into your left ventricle. Strong, thin tissues, called chordae tendineae, hold your valves in place during the forceful contractions of your ventricles. Blood leaving the ventricles passes through another set of valves, the pulmonary valve between your right ventricle and pulmonary trunk, and the aortic valve connecting your left ventricle and aorta. In order to pump blood more efficiently, your heart muscle, called myocardium, is Naona arranged misuli ya in a moyo. unique pattern. 3 layers of myocardium wrap around the lower part of your heart. They twist and tighten in different directions to push blood through your heart. When special cells called Umeme pacemaker unaosisimua cells moyo generate usizime electrical signals inside ikaacha your heart, kufanya kazi yake. the heart muscle cells, called myocytes, contract as a group. Your heart is divided into left and right halves, which work together like a dual pump. On the right side of your heart, deoxygenated blood from your body's tissues flows through large veins called the superior and inferior vena cava into your right atrium. Next, the blood moves into your right ventricle, which contracts and sends blood out of your heart to your lungs to gather oxygen and get rid of carbon dioxide. On the left side of your heart, oxygen-rich blood from your lungs flows through your pulmonary veins into your left atrium. The blood then moves into your left ventricle, which contracts and sends blood out of your heart through the aorta to feed your cells and tissues. The first branches off your aorta are the coronary arteries, which supply your heart muscle with oxygen and nutrients. At the top of your aorta, arteries branch off to carry blood to your head and arms. Asante. Arteries branching from the Asante middle and tafadhali. Haleluya. Huo ni mfumo wa damu. We call it circulatory system. Na kuna mifumo ambayo Mungu ameifanya iwe automatic. Moyo wa mwanadamu una uwezo wa kupampu damu mara 100,000 kwa siku. Hebu weka mkono wako kwenye moyo tafadhali. Unasikia kitu eti? Pam 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 pam. Your heart ina uwezo wa kupampu damu mara 100,000 kwa siku. Uwe umelala, unatembea, your heart is busy pumping. Lakini wataalamu wanasema in your lifetime, kwa maisha ya mwanadamu ranging from 75 years, moyo una uwezo wa kupampu damu siku kabla hujazaliwa mpaka siku unaondoka duniani mara bilioni 2.5, mara bilioni 2.5. Kwa hiyo moyo una pampu tu, na kupampu kwa moyo, unapopampu damu kwenye mwili wako
This is something automatic. Ni kitu ambacho you can't control it. Huwezi ukaitawala. Kama unavyowaza, ngoja nikale, ngoja nifagie. It's something automatic. Moyo unadunda tu wenyewe. Tunaita ni involuntary action. Ni kazi inayofanyika nje ya kumbukumbu zako. Asubuhi nikasema kwa jinsi ninavyowafahamu, tunavyofahamiana, kama moyo kudunda ingekuwa chini ya maongozi yetu, kwamba inabidi sasa ufikirie kwamba ngoja niwaambie moyo udunde, na kuambia wengi wetu tungesahau, na wengi tungetangulia kwenda mbinguni kwa sababu tu ya kusahau kuruhusu moyo endelee kudunda. Lakini that is something automatic. Naomba ushike tena kwenye moyo wako. It is just pumping bila hata kuiambia. Lakini Muumba alishaiagiza tangu unapoumbwa tumboni mwa mama yako kwamba anza kazi. Ukikimbia almost a kilometer, ukikimbia kilomita 1, misuli ya miguu inachoka. Si mnajua wote? Wangapi walishawahi kukimbia? Ukikimbia kwa muda mrefu, nini kinatokea kwenye misuli? Unachoka. Alafu breathing rate inakuwa kubwa, especially kwa mama. Lakini huu moyo huu unapampu damu for 75 years. Hata miaka 80, 100 haichoki. Ikitaka kuchoka kuna umeme unapita, inasisimua misuli ya moyo, inaendelea kupampu. Kitu cha ajabu, we have oxygenated blood na deoxygenated blood. Tuna damu chafu na damu safi. Damu zile hazichanganyiki. Mtu mmoja akawa anasema moyo una uwezo wa kupampu damu kwa siku lita 7,500. Mnajua zile sim tank Mnajua sim tank ya lita 5,000? Mnajua sim tank ya lita 7,500? Moyo una uwezo wa kupampu damu kwa siku moja kwa lita 7,500. Umekaa tu, lakini moyo unafanya kazi yake ya kupampu damu for that much. Lakini moyo huu una uwezo wa kusafirisha damu kwenye mishipa ambayo ikiunganishwa pamoja ina urefu wa takriban kilomita 96,000, ambayo ni umbali wa kuzunguka dunia mara 2.5. Tukiamua kuspread our capillaries, our vein, our arteries, zikiunganishwa pamoja ni umbali wa kuzunguka dunia mara 2.5. Umbali wa kutoka hapa mpaka Dar ni kama kilomita 500. Sasa mishipa yetu ikisambazwa ina uwezo wa kutupa umbali wa kilomita 96,000, ambao ni umbali wa kuzunguka dunia twice, kuzunguka dunia. Lakini moyo ina uwezo wa kupampu damu kwa sekunde 20 tu. Mishipa yote inafikiwa, alafu damu chafu inarudi kwenye moyo kishujaa ili kusafishwa. Mungu wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Mmeona zile valve? Kuna valve ambayo tunaita ni no return. Inaposukuma damu hairudishi, ina pampu na kusukuma, ambao mafundi mabomba siku hizi wamegundua kitu cha wanaita no return valve, kwamba maji yakipita hayarudi. Na Mungu alichofanya, aliweka ukuta kwamba huku ni damu chafu, huku ni damu safi, hazichanganyiki. Lakini within 20 seconds damu yote imepelekwa kwenye mwili na kurudishwa kwenye moyo kuchukua oxygen na kupelekwa kwenye mapafu kuchukua oxygen. Huo uumbaji unaonaje, mwana wa Mungu? How do you see it? Sasa nazungumzia tu circulatory system na uumbaji wa Mungu. Kuna mambo ya ajabu Mungu ametenda katika miili yetu.
Na ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi akasema, kwa jinsi ya ajabu nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako yanatisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Kwa jinsi ya ajabu ya kutisha maana yake I was fearfully and wonderfully made. Mungu alipotuumba hakutulipua, hakutukandika, hajarundika tunyama na mifupa. Kila kitu alipangilia in order. Hallelujah. Kama unanielewa, mpigie Yesu makofi mengi. Kila kitu alipangilia in order. I was fearfully and wonderfully made. Niliumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Na Aaron alikuwa ananihadithia baada ya somo hili asubuhi, akanipa mfano mzuri nimeupenda. Ananiambia, unapokula chakula inaingia kwenye kifuko la chakula, tunaita stomach. Mwili unamwaga hydrochloric acid, acid haswa inamwagwa kwenye tumbo, kwenye chakula kile. Na ili tindikali ile isikangue utumbo, Mungu aliwekea ule utumbo mucus. Kwa hiyo inapomwagwa tindikali ili ifanye kazi yake kwenye chakula ili utumbo usiumie, ikafunikwa na mucus. Wale wenye vidonda vya tumbo, Bwana anakwenda kuwaponya mchana wa leo kwa jina la Yesu. Wewe tambua tu uumbaji wa Mungu. You just tell God, I need just a little mucus. Nahitaji tu mucus ya kufunika tumbo langu ili tindikali inapomwagwa tumbo liwe salama. Sasa ile tindikali inapomwaga kuna vitu vyake inafanya kwenye chakula. Sasa ile tindikali ingeenda mpaka kwenye utumbo mwembamba, ingechana utumbo. Kwa alichofanya Mungu, alitegesha kitu kinachoitwa bile, nyongo, na kimrija ambacho kinanyunyiza kiasi fulani cha bile kwenye kile chakula kinapoelekea kwenye utumbo mwembamba. Kwa chakula kinapopita inamwagiwa nyongo kidogo, sharp. Nyewe wana chemistry, ukichanganya acid na base, nini kinatokea? Chumvi na maji. Kwa kinachofika kwenye utumbo mwembamba si acid tena, otherwise utumbo ungechanwa. Kinachopita kimekuwa neutralized. Na chakula kinaenda kwenye tumbo lako, utumbo mwembamba vizuri kabisa, inafyonzwa bila tatizo. Naomba tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Kwa hiyo Daudi akasema, I was fearfully and wonderfully made. Niliumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Wonderfully kwa Kiebrania ni pala. Neno hili linamaanisha kutengwa, kufanywa kuwa wa pekee. Daudi alisema Mungu alipokuwa anatuumba alitusuka. Haleluya. Alituunga. Ni kama fundi wa kudarizi, ni kama msusi. Halo wa mama anaweza akawa kwa nani? Kwa msusi for almost 5 hours. Anasukwa, akitoka unamwona kama alivyo sahihi, kwa sababu alikuwa kwa msusi. Msusi hakuwa anambandika, alikuwa anamsuka. Kwa Mungu wetu alitusuka, alituunga kwenye tumbo la mama yetu. Haleluya. Na kuhakikisha system zote zina ushirikiano. Kwa Mungu alituumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Apewe sifa Mungu wetu. Na kitabu cha Ayubu maandiko yanasema, ulinivika ngozi na nyama na kunifuma kwa mifupa. Kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Ni heshima kubwa Mungu aliyetupa katika uumbaji. Na hivyo tunapaswa
kuthamini uumbaji wa Mungu. Naomba nirudi kwenye DNA. Wakati Mungu anatuumba, DNA ile ambayo nilisema ina manual book ya uumbaji, ile yenye urefu wa trillions of kilometers, Mungu aliipa instruction kwamba uso wako uweje, mikono yako iweje, pua yako iweje, viungo vyote vikaaje. Kwa hiyo DNA ndio inatoa instruction, na hilo Mungu alilifanya mwenyewe kwa kukusudia. Hakudelegate kazi hii kwa mtu mwingine. Na ndio maana tuna haja ya kujivuna jinsi tulivyoumbwa. Mungu aliratibu uumbaji wetu. Hii pua yangu ndefu au fupi, kuna haja ya kumshukuru Mungu kwa jinsi nilivyoumbwa. Haleluya. Na Mungu alivyotuumba hakukopi na kupaste. Na ndio maana hatufanani. Pata muda uangalie jirani zako wote. Hebu uangalie ndugu zako, uangalie. Muangalie jirani yako. Hebu geuza shingo yako, angalia nyuma yako. Kama kuna pacha wako hapo, kuna mtu unafanana naye hapo, angalia hiyo sura yake hiyo. Hebu mtazame vizuri. Bwana asifiwe. Nani unafanana naye? Nani unafanana naye? Huo ndio uumbaji wa Mungu, na ndicho anachofurahia. Siku moja nilikuwa nafundisha asubuhi, nikasema Mungu angeumba maua yote hayo mekundu, ingekuwaje? Mnaona haya maua hapa? How do you see ilivyokaa? Livyochanganywa. Kwa Mungu alivyochanganya hizi sura zetu. Wengine warefu, wengine wafupi. Wengine wana sura pana, wengine wana sura nyembamba. Wengine wana masikio makubwa, masikio madogo. Wengine wana mashavu manene ya kumimina, sijui wanaita. Wengine hivyo. Lakini Mungu anaumba in varieties. Na anapotuangalia sema, wow, nilichokiumba ni kitu chema. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Mungu alipotuumba akasema, naam, alipotazama uumbaji wake akasema, nilichokiumba ni kitu chema. Jipige kifua, jiambie nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako yanatisha kama nini. Asante kwa kuniumba. Haleluya. Bwana sifiwe. Sauti yoyote inayekuja kinyume kuzogodoa sura yako, hiyo sio sauti ya Mungu. Sio sauti ya Mungu. Kuna viumbe wanadamu wanajitazama kwenye kioo, wow, Baba, asante kwa jinsi ulivyoniumba. Ona mashavu yangu, ona macho, ona shingo, ona kipara changu na kadhalika. Anafurahia uumbaji wa Mungu. Lakini kuna mwingine machunusi hayo, uso kama boromondo. Unahitaji kutubu. Maana yupo aliyekudarizi, yupo aliyekuchonga, yupo aliyekusuka, yupo aliyekusuka. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukitaka kujua uumbaji wa Mungu ni wa kutisha, muulize mtu aliyewahi kuziba kibofu cha mkojo. Kibofu cha mkojo. Anapolia kama mtoto mdogo. Na alichofanya Mungu kwenye figo zetu, kwenye figo la kulia na kushoto, amewekea chujio 1,000,000 upande huu na chujio 1,000,000 upande wa pili. Kwa inafanya kazi ya kuchuja damu ili itakaporudi mwilini iwe safi kabisa. Maji yaliyozidi kwenye mwili wako au chemicals zozote ambazo hazifai zinapitiliza, zinaenda kwenye kibofu. Na inapoenda kwenye kibofu unapeleka unakojua. Ni zoezi linalofanyika bila taarifa yako. Bila taarifa yako. Mungu ameset automatically. Na nikasema hayo tungeratibu sisi.
tungejisahau. Nakwambia tungejisahau. Tusingepata mkojo baada ya mwezi mzima. Lakini yupo aliyeamuru ifanyike ndani yetu. It is automatic. Inaendelea tu. Sisi tunatembea, mambo yanaendelea tu. Saizi ninavyo sweat hivi, wala kibofu hakihangaiki sana kwa sababu maji yanapotea kwa njia ya jasho. Kwa maana hiyo, yupo aliyetudarizi, yupo aliyetufuma, na tunapaswa kumshukuru kwa jinsi alivyotuumba kwa namna ya ajabu. Hapa Daudi anahamasisha macho yake kutoka kwake mwenyewe na kumtazama Muumba. Anatambua kuwa uumbaji wa mwili wa binadamu si zao la bahati mbaya, bali ni kazi ya mikono ya Mungu, na akakiri ya kwamba uumbaji huu ni muujiza. Ndio maana alisema nafsi yangu yajua sana. Unajua wakati mwingine tunashindwa kumwabudu Mungu kwa sababu we don't even know our biology. Hatujui jinsi Mungu alivyotuumba. Lakini pale tunavyojua, kila hatua, kila tendo unalolifanya katika maisha yako unamshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Nafsi yangu yajua sana. Maandiko yanasema mifupa yangu haikusitirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi katika pande za chini za nchi. Pande za chini za nchi ni lugha ya picha. Kwenye tumbo la mama zetu. Amefananisha na mfano wa madini ya thamani yanayopatikana katikati ya miamba migumu. Ndivyo tulivyopatikana. Na ndio maana Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Naomba nirudishie ile picha ya embryo tafadhali. Naomba nirudishie hiyo picha tafadhali haraka. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Hallelujah to the King of Kings. Naomba tumshangilie Mungu huyu kwa makofi mengi. Wakati tunawasubiri media watu wake ile picha tafadhali. Nitaka nielezee kitu kimoja hapa. Na kwa sababu tu watoto tu watu wazima mahali hapa, watoto ni wachache. Na hata kama wapo watoto walishasoma sayansi ya biology. Rudi nyuma kabisa, anza mwanzo. Anza mwanzo. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Asante kwa kutufuatilia. Utaona huo msaragambo wa mbegu za kiume. Utaona hapo. Ni safari ya miezi 9. Unaona hilo kundi la mbegu za kiume ziko takribani milioni 58. Lakini kinachotakiwa ni mbegu moja tu. Ambapo ingetokea hapo rudi nyuma. Ambapo ingetokea mbegu ambayo si wewe ingefertilize lile yai, angetokea mtu mwingine kabisa. Sio kama mmenielewa. Mnaona hivyo wanaita viwiliwili au viluilui vinavyokimbilia kwenye hilo yai. Unaona hicho cha kwanza kilicho penetrate, yawezekana ni wewe. Ambapo ingetokea huyu wa nyuma angefanikiwa kupiga mwendo akamtangulia yule wa pale, angetokea mtu mwingine kabisa. Asingetokea Mama International, angetokea mtu mwingine. Lakini kile kilifanikiwa kupiga mbio, kikatangulia, kikarutubisha yai. Out of 58 millions of sperms, linatakiwa sperm moja tu, mbegu moja tu ya kiume.
Ndio maana Mungu anamwambia mtumishi wake Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Mungu wetu apewe sifa. Mifupa yangu haikusitirika kwako. Wote mnajua kwamba ili kuona mifupa ni lazima tupigwe x-ray. Naomba nisaidie kumtazama jirani yako. Unauona mfupa wote kwake? Mifupa imefunikwa na ngozi na mishipa. Ukitaka kuona mfupa wa mtu unaangalia kwa x-ray. Lakini mtunga Zaburi alisema mifupa yangu haikusitirika kwako. In other words, wakati wa uumbaji Mungu alipangilia uumbaji wa mifupa. Mtoto ana mifupa 230. Mtu mzima mifupa inapungua kwa sababu mdarizi wetu amepunguza. Tuna mifupa 206. Mifupa mingine kwenye kichwa zinakuwa fused. Wanaambia watu ibada ya kwanza kwamba daktari anapotaka kufanya operation ya kichwa kuna njia zake anazipitia. Maana kuna vifuniko Mungu amevibandika. Kwa hiyo wakicheki kwenye x-ray au whatever, unaona mistari ambazo Mungu amezipitisha, ambapo daktari anaweza akachana vizuri akafunua kile kifuniko, akafanya operation akakirudishia na mfupa ukaunga bila shida. Kwa hiyo mtunga Zaburi alisema mifupa yangu haikusitirika kwako. Mungu aliziona wakati zinaumbwa. Haleluya. Mungu wetu asifiwe. Nilikuwa napitia kwenye maandishi fulani, mtu mmoja akasema mifupa imeundwa kama imara kuliko chuma kulingana na uzito wake, lakini mepesi kiasi cha kumruhusu mwanadamu kutembea na kuruka kwa urahisi. Ukifanya comparison ya chuma na mifupa inakuwa mizito. Hii inaonyesha kwamba Mungu alipoweka mifupa kuna umakini fulani aliuweka. Lakini mifupa hiyo pamoja na kutuwekea frame, hiyo frame ya mwili wako, mifupa ndio imekupa frame, si ndio? Usingekuwa na mifupa saizi ungetiririka kama mnyoo, ungeflow, ungewekwa tu chini ungelashwa ukatiririka. Lakini Mungu alikupa frames ya mifupa, akaziunga mifupa kwa mfupa, ambapo now you can stand up and walk. Unaweza kusimama ukatembea kwa sababu Mungu aliziunga mifupa pamoja. Kana kwamba haitoshi, akaunganisha mifupa na nervous system, na mfumo wa fahamu, kwamba ukitaka kusimama, nervous system ambayo ni ubongo inaiambia misuli, haya, iagize mifupa isimame, unasimama. Naomba tusimame wote tafadhali, tusimame. Haleluya. Naomba mshangilie Mungu kwa makofi mengi. Naomba tukae. Alichofanya Mungu, aliunganisha mifupa na mfumo wa fahamu. Nilipoambia msimame, taarifa zilichukuliwa na masikio yako yakapelekwa kwenye ubongo ikaamuru misuli ikaamuru mifupa, ukasimama, then you can walk. Kwa hiyo Mungu alituumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Kana kwamba haitoshi, Mungu alifanya mifupa kuwa kama kiwanda hai. Mifupa ndio inayotengeneza seli hai nyeupe na nyekundu. Kwa hiyo upo zako hapo, kuna kiwanda kinafanya kazi kwa bidii ndani ya mifupa yako. Seli hazipungui, zinatengenezwa, zingine zinakufa, zingine zinatengenezwa, kwa sababu ya uumbaji wa kutisha wa Mungu wetu. Apewe sifa Mungu wetu. Ninaenda kumaliza. Na leo sitataka niwachoshe,
ili nisije nikamjaribu mtu akalala kanisani wakati tulishakubaliana tusilale kanisani. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuyatafakari kabla ya kufika mwisho. Tutafakari kwamba kabla ya daktari kukuona kwenye ultrasound na kabla ya wazazi wako kujua jinsia yako, Mungu alikuwa tayari anakudarizi kwa ustadi kwenye tumbo la mama yako. Iambie nafsi yako, nafsi yangu jikubali. Haleluya. Na thamani yako isitegemee macho ya watu. Mtu hawezi kukupa credit kwa sababu haja kuumba. Jikubali, jipende, jithamini. Na kinachosababisha inferiority complex kwa wanadamu ni pale tu anaposhindwa kujikubali. Jishibe, ni Kiswahili hicho Jikubali kwamba kabla mwanadamu hajanifahamu wala wazazi wangu, yupo aliyewahi kunidarizi tumboni mwa mama yangu. Lakini pia uliumbwa kwa siri kwenye pande za chini za nchi. Hii inamaanisha kwamba thamani yako ilipangwa na Mungu kabla ya ulimwengu kutoa maoni yake. Kabla ya kutolewa maoni, mtoto mweupe, mtoto mweusi, Mungu alishakuweka tangia mwanzo. No matter you are black or white, Mungu alijua hilo. Na hiyo itakupa neema ya kuridhika na sura yako. Wamama unaopenda kujiongeza, mkumbuka yule mhubiri alichowaambia siku ile? Itawapa neema ya kujikubali. Naomba niwape siri moja. Najua wamama, wanawake wanaojichubua hawapo kanisani kwetu. Unajua kwa nini Mungu ametupa melanin, ngozi hii nyeusi kama ya mke wangu pale? We are living in a very tropical country ambayo kuna jua linalotuchoma sawa sawa. Jua linapotuchoma, melanin ndio inatusaidia kurekebisha miale ya jua ili tusipate kansa ya ngozi. Ngozi yetu isiharibiwe. Na Mungu alijua upo Afrika, haupo Ulaya. Akakupa ngozi yako hiyo, an amazing ngozi yako hiyo ya ajabu, na rangi hiyo ninaiona saa hizi. Hajakupa rangi ya mzungu, alikupa ngozi yako mwenyewe, ambayo hata ukikatiza kwenye jua masaa 7 unabaki kama ulivyo, umekomaa. Jua halikutishi, mwana wa Mungu. Unaweza kumkuta mtu anakatiza kwenye jua kali, kadri anavyokatiza juani anakuwa mweusi zaidi, kwa sababu melanin inafanya kazi yake vizuri. Sasa mlete mzungu, mlete Tanzania Dodoma, anapopigwa na jua anakuwa mwekundu, anaanza kuwa na vipele kwenye ngozi zake, kwa sababu ye ana kiwango kidogo cha melanin, kwa sababu yupo Ulaya ambapo jua, kiwango cha jua sio kubwa kama kwetu, lakini kwetu tunajua. Alafu wao unapoona ya kwamba hiyo haitoshi, unaenda unameza kidonge cha kujichubua kupunguza melanin. Unajitaka wewe, unajipenda, unajielewa. Jikubali kama ulivyo. Ukienda kwenye kioo unasema, uliniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Na ngozi yangu ilivyo nyeusi vizuri mbele zako. Mungu alikusudia hilo. Tunaelewana? After all, concept ya mtu mweusi na mweupe unatoka wapi? Kwamba when I become white as mzungu ndipo nitakapokubalika. Naomba niwaambie, yupo aliyekusudia kukukubali kabla hata hujatoka tumboni mwa mama yako. Yupo aliyekukubali.
Binti zangu, kama kuna mwanaume anayesema mimi namtaka mwanamke mweupe au mweusi, mwambie no thank you. Mtafute mwingine huko huko. Mimi I'm black. I'm beautiful, I'm black. Usinibabaishe na ngozi yangu ambayo Bwana amenishushia kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Mungu wetu apewe sifa. Kwa hiyo tafakari ya pili, uliumbwa kwa siri pande za chini za nchi. Ninamuimarisha mtu wako wa ndani kwa jina la Yesu. Uimarishe, ujiamini ya kwamba Mungu alikuumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Wewe sio photocopy. Mungu hajakukopi na kukupesti. Mungu hajatufetua kwenye kiwanda cha kama vile tunavyofetua vifaa au bidhaa. Mungu alituunga, alitudarizi kwenye tumbo la mama zetu. Hivyo tunapaswa kujikubali. Kweli nyingine, uliumbwa kwa siri. Hiyo nilishasema. Na ikiwa Mungu alitumia ustadi kudarizi kila mishipa na mfupa, inamaanisha hakuna sehemu ya mwili wako ulio na kasoro. Kila kitu kilikusudiwa kwa ajili ya kazi maalum. Unautumiaje mwili wako kama hekalu la Mungu? Kila kitu Mungu alikusudia. Na ukitaka kujua hilo, wana wa Mungu, chakula si kitamu. Ruhusu chakula siku moja mchuzi uingie kwenye jicho. Mchuzi unapoingia kwenye jicho unajisikiaje? Unalia. Mchuzi tu umekwepa mdomoni ukaingia kwenye jicho. Kwa kila kitu Mungu amekiumba kwa mpangilio. Na kama ni hivyo, kila kiungo chako unapaswa kuithamini. Tunaelewana? Wana wa Mungu, tunaelewana? Watoto wa kike sio wa mama. Watoto wa kike, mnanielewa? Ukiangalia huo mlegi wako huku, wow, Mungu alivyoniumba. Jikubali kwanza. Unajua iko hivi, kuna lile andiko linalosema mpende jirani yako kama nafsi yako. Self esteem inaanza ndani. Inaanza ndani. Na kisha mkuta mtu mwenye chuki, maana yake alishaanza kujichukia ndani, na hatupaswi kufanya hivyo. Tunaenda kuomba. Ombi la kwanza, tutamshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuumba. Wangapi wamenisikia? Hallelujah. Umenisikia kwa sababu na sikio la kusikia. Mungu amekupa booster hii kukusanya sauti, umemsikia mhubiri. Tunaenda kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuumba. Hebu tukampambe Mungu mchana wa leo. Tena ikiwezekana unamuonyesha kabisa, sio hapa kanisani, lakini ukienda chumbani kwako baadaye unamuonyesha kabisa viungo vyako. Angalia ulivyoniumba. Angalia sikio hilo, angalia mashavu, angalia kiuno, angalia miguu. Yaani tunaenda kumpamba Mungu kwa jinsi alivyotuumba. Lakini pia tutaomba maombi ya toba pale ambapo tumejizogodoa wenyewe. Si mpango wa Mungu kutojithamini na kuthamini viungo ambavyo Mungu ameviweka kwako. Si mpango wa Mungu. Si mpango wa Mungu. Tutaenda kumwomba Mungu atusamehe. Lipua hilo. Yaani ninalipua lirefu kama la Mjerumani. Tutaenda kumwambia Mungu atusamehe pale ambapo tulijizogodoa. Lakini tutaenda kumsihi Mungu. Tutaenda kukabidhi mifumo yetu mbele za Mungu. You know, Mungu ndio architecture. Mungu ndio designer ya mifumo yetu. He knows all about our circulatory system. Anajua kuhusu nervous system zetu. Anajua kuhusu mfumo wa mifupa. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mifumo hiyo. Lakini tumwambie aziangalie mifumo yetu. Kama kuna pando la ibilisi katika mfumo wowote, tuna mamlaka ya kuisogeza kwa jina la Yesu. Tuna mamlaka hayo.
Tuna mamlaka hayo. Tuna mamlaka ya kuziua seli za kansa katika miili yetu. Tuna mamlaka hayo. Tuna mamlaka ya kusema na high and low blood pressure, tukaiambia mapigo ya moyo nomo 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 milele kwa jina la Yesu. Tuna mamlaka hayo. Tuna mamlaka ya kusema na magonjwa ya figo, tukaiambia zile chujio kuanzia sasa fanya kazi vizuri kwa jina la Yesu. Tuna hayo mamlaka. Kwa hiyo tutaenda kumwambia Mungu kwa habari, kukabidhi mifumo yetu ya mwili mbele za Mungu. Haleluya. Naomba tusimame. Naomba umgeukie jirani yako. Hebu mshukuru kwa niaba yangu, mwambie na kushukuru kwa kumsikiliza mhubiri. Hukuweza kulala kwenye ibada ya pili. Mwambie after all huwa mimi silali. Tufike mbele za Mungu wetu. Mahitaji hayo matatu, lakini hitaji la mwisho nitaomba kwa ajili yako. Baba yetu, tunakushukuru. Mshukuru Mungu alivyokuumba, Bwana wa Mungu. Mshukuru Mungu alivyokuumba. Alikupa neema ya kuona. Kuna mtu amezaliwa kipofu, haoni, hajui jua likoje dunia hii, lakini unaona sawa sawa. Kuna mtu hasikii, lakini Mungu amekupa neema ya kusikia. You can hear. Kuna mtu anatamani asikie, asisikie. Kuna mtu ana tatizo la moyo. Kuna mtu anafanyiwa dialysis kila wiki, lakini wewe upo salama. Mshukuru Mungu alivyokuumba. Hebu muinue, mbariki mchana wa leo. Anasubiri sifa zako. Anasubiri sifa zako. Mshangilie alivyokuumba. Hebu mshangae alivyokuumba kwa jinsi ya ajabu, alivyokutarizi, alivyokufuma. Sema mbele za Mungu, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa uumbaji wako. Asante kwa kuniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Katika jina la Yesu. Tuwe na maombi haya kwa pamoja. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Kama utajali, mkono wa pili weka juu. Yupo Mungu aliyetupa mifumo ya mwili. Na ikiwa ndiye aliyetuumba, anajua nini cha kwake na nini si cha kwake. Good news, habari njema, ana uwezo wa kuondoa kisicho cha kwake, kilicho cha kwake kikabaki. Mtumishi wa Mungu Petro na Yohana, kama sijakosea, walipomkuta yule kilema, yule kiwete kwenye mlango ule mzuri, alimwambia, fedha hatuna wala dhahabu, lakini kwa jina la Yesu simama uende. Mifupa aliyoyakusudia Mungu tangu asili zikanyooshwa sawa sawa na nguvu za Mungu. Mungu anakwenda kutenda jambo. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Asante kwa jinsi nilivyoumbwa. Mungu wetu na Baba mwema, uliyenijua kabla sijaumbwa, naomba utazame mifumo ya mwili wangu mchana wa leo. Kila pando lisilo lako nalihamisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hama ndani kwa jina la Yesu. Kila pando la ibilisi nalifukuza, naliharibu kwa jina la Yesu. Achilia mwili wangu, achilia viungo vyangu, achilia via vya uzazi, achilia, achilia, achilia mfumo wa uzazi
kwa jina la Yesu. Achilia mfumo wa damu, achilia mifupa, achilia mishipa kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kusogeza, kaa pembeni na kufukuza kwa jina la Yesu. Pepo wachafu, na shusha moto juu yako sasa. Teketea, teketea, teketea. Piga kelele, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila pando la ibilisi ninaling'oa, ninaling'oa, ninalihamisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, hali ya kutojikubali ninaikemea kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Rita tata rita. Hurita tata tata rita tata rita. Hurita tata tata rita tata rita. Kwa muda huu mfupi, mfinyanzi anapita kukagua miili yetu. Yupo aliyetufinyanga. Mfinyanzi anapita. Zekana kuna ugonjwa uliokutesa kwa muda mrefu. Yupo mfinyanzi aliyekufinyanga. Ugonjwa huo unayeyuka mbele ya uwepo wa Mungu mchana wa leo. Huo ugonjwa unakuwa historia. Hutaikumbuka tena, hutaikumbuka tena. Nguvu za Mungu zinapita katikati yetu kubandua kisicho cha Mungu. Rita tata rita. Rita tata tata rita. Nguvu za adui zishindwa kuvumilia chini ya uwepo wa Mungu mkuu. Rita, Baba ninakushukuru. Asante uliyetufinyanga, uliyetusuka. Tunakushukuru kwa jinsi ulivyotuumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Nasi tumekuelewa Bwana. Nafsi zetu zimetambua uliyetutendea. Katika jina la Yesu aliye hai. Naomba nitangaze mchana wa leo ya kwamba kama ulikuwa unaumwa lile gonjwa ambalo madaktari wamesema halitibiki, Yesu aliyekuumba yupo katikati yetu na amekuhudumia. Amekuhudumia. Weka mkono wako kifuani, sema Bwana amenihudumia. Kwa jina la Yesu. Naomba tumshangilie Mungu kwa makofi mengi.